Amen. Tutasoma kwenye kitabu cha Isaya 38 kwenye mstari wa kwanza. Habari za Hezekia. Isaya 38 kwanza mstari wa kwanza. Siku hizo Hezekia aliugua, akawa katika hatari ya kufa. Na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Maana yake nabii alitumwa na Mungu kuzungumza na huyo mtu, kwa sababu kuna vitu fulani vinazuia maisha yako. Ukiwa wewe ni mcha Mungu, ukiwa ni mtu wa kutenda dhambi, hata ukipata kahoma kidogo tu unaona kama hatari ya kufa. Lakini nabii hawezi kusema pasipo Mungu kumwagiza sema hivi. Yaani ndio maana unamwombea tu mtu asema asante baba nimepona. Sasa unataka kumfanya nabii kama mganga fulani, yaani hausikilizi maneno ya Mungu ndani yake. Bwana asifiwe sana. Yaani kuna mtu mwingine ukimweleza sasa habari ya mapito ya maisha yake, anamkataa nabii. Sasa pale unapomkataa nabii, umekataa maisha yako. Na ndio maana Mungu akamwambia nenda akamwambie 1 2 3. Na ukishamwambia atapona. Sasa leo kuna watu wengine wanateseka kwa sababu ukimwambia kwamba wewe unateswa na dhambi, kesho aje anaenda kanisa ingine. Anaona? Anakwepa sasa, anaenda kanisa ingine. Sasa kule kanisa ingine akienda ikihubiriwa kile kitu ambacho anakifanya, anahama tena, anaenda kanisa. Huyo mtu atafanikiwa lini? Huwezi kufanikiwa kwenye maisha yako hata siku moja. Ukimwambia wacha kutangatanga, nini kinafanya mtu kuhangaika? Ni dhambi. Kwa sababu nabii Isaya alikuja akamwambia tengeneza, kama utatengeneza utakufa. Sasa ahame kwenye hiyo imani, ahamie kwenye imani. Bwana asifiwe sana. Amen. Nini kinafanya mtu anahangaika? Kwa sababu mtu anataka kufanya mambo yake ya dunia, alafu anataka kumwabudu Mungu. Na ndio maana ukiwa na macho sana ya kiroho, watu wakutaki, washirika wanakimbia. Kwa sababu wanataka kunywa bia yao, wanataka kuzini, wanataka kuiba, wanataka kuwa waongo, wanataka kutangatanga. Sasa ukimtengenezea njia, anakukataa. Sababu anataka kuishi yeye kama yeye. Lakini aseme tu Bwana Yesu asifiwe. Lakini asifiwe nini? Hauko kwenye mpango wa Kristo. Hauko kwenye nini? Kwenye mpango wa Kristo. Bwana asifiwe sana. Nilivyoenda nchi ya Pakistani, nilikuta rundo la watu, makanisa mawili yana watu wengi. Lakini Mungu akaniambia ni watu wawili tu utawaponya basi. Kwa hiyo watu wengi walivyojua kwamba mmoja tu nipiga ishara moja tu hapo, macho ikaona. Wamama wa Pakistani hawaruhusiwi kuguswa, lakini kila mtu analeta kichwa chake hapo, anafanya weka kimkono. Kanisa nzima ikaamka sasa kwamba kumbe Yesu anaponya. Kwa sababu wao wanamwabudu Yesu lakini hawajui kama nini anaponya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kila mtu sasa, mtu mmoja tu alipopona wakaamini wote sasa wakaanza kuamka. Kwa sababu niliona kanisa sasa imeanza, wengine wanatoka kule nyuma, basi imekuwa msongamano, wananirundikia na wanataka sasa kuguswa, mpaka kwa mwenye kanisa anasema jamani mtamwangusha mtumishi. Bwana asifiwe sana. Amen.
Lakini mimi kitu ninachokufundisha, ishara yako ya kwanza kumpenda Mungu ni kutulia na Mungu. Kutulia na nani? Sasa fikiria, kanisa hili lote limenisafirisha kwenda Pakistan. Wameenda kupona watu wangapi? 2. Lakini wewe kwa akili yako unasema, mimi nitumie milioni 9. Milioni 9 nikaponya watu 2. Akili yako fake eti. Yaani unafikiria, soma Biblia. Yesu alivyoenda nchi ya Gerasi, aliponya mtu huyo. Akaondoka, kwanza akafukuzwa, akamwambia toka wewe mchawi mkubwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo hebu tutulie na Mungu. Kama unataka majibu sasa, kwenye makanisa kama haya ya kinabii yana majibu, lakini nini inazuia majibu yako? Ni ukiambiwa tengeneza, hutaki kutengeneza, unataka kuhama kwenda kanisa lingine. Siku moja mtu alinitumia message, lakini mimi simjui, ile namba ni kigeni, sababu simu yangu naingiza kwa siku, naingiza message masaa mawili, naingiza message 200, lakini simjui hata mmoja. Akaniambia kwamba baba, mimi napenda kanisa lako sana, lakini shida ni kusema matatizo ni kuniambia kwamba mbele ya watu kwamba umetenda dhambi. Unaona sasa? Kwa hiyo anapenda kanisa yangu, anapenda huduma yangu ni mzuri, lakini shida, kwa nini unaona watu siri zao? Sasa huyu ametumwa kwamba nenda kamwambie Ezekieli. Bwana asifiwe sana. Kamwambie utakufa usipotengeneza. Maana yake nabii anatakiwa akifika pale amwambie, wewe wacha tabia ya kutukana watu, wacha tabia ya kuzini, wacha tabia ya kuiba, wacha usengenyaji, wacha hii tabia, basi utapona. Bwana asifiwe sana. Sasa wengine ukiwaambia hivyo wanahama kwenye kanisa. Sasa ni bora wahame, lakini tumekueleza ukweli. Sasa tukikuficha tena tutadaiwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwingine Mungu anasema huyu mpaka kupona anatakiwa atoe 1,000,000. Sasa namwambia mimi nishakuombea, si umepona umejisikia nimepona kabisa. Mungu amesema utoe 1,000,000. Haya baba, nitatoa. Hapo nasi. Baba, niko tayari nitatoa. Akikupa tu mgongo hivi. Yaani huyo nabii anavyopenda hela. Sasa tuangalie agizo la Mungu amesemaje? Mungu amesema nini? Haya, anatoka hivi. Wale waganga wanarudisha ile ugonjwa. Yule anayemloga anaenda anatoa milioni zaidi ya 2, 3, 4, 5. Anamloga. Anamuua au anamtesa zaidi. Sasa wewe umeshapona, umeambiwa tu na Bwana Yesu amesema toa 1,000,000. Unakimbia. Je, uhai wako na 1,000,000 ipi kubwa zaidi? Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tuangalie, unapoingia kwenye ibada ya kinabii kuna mafanikio. Lakini tunza agizo la kimungu. Siwezi leo nikakuombea ukapona ukafikiri mimi ndio nimekuponya. Hapana. Ni Mungu amekuponya. Mungu ameshuka mwenyewe kufanya miujiza yake. Chango kwa Yesu zaidi. Mimi ni mikono ya Mungu tu na miguu ya nani? Ya Mungu. Sasa muujiza mwingine mnayepoteza, hebu sema upi huo? Ni hivi, una manabii zaidi 3. Kwa mfano nimekuombea hapa ukaanza kuona kwa mafanikio. Hauruhusiwi ukiona mafanikio, hauruhusiwi tena kuhama kwenye ile wingu. Kwa sababu lile wingu lilianza kukufanikisha, hapo ndio Mungu amekusudia pale. Biashara inachangamka, gonga hapo tulia. Pesa vigelegele kwa Yesu. Watoto wako wanafanikiwa, tulia. Nyumba yako inafanikiwa, tulia. Umeanza kujua kuomba, kusoma neno, kufundisha watu, watoto wako wanakombolewa kwa mkono ule wa nabii, tulia pale. Shangilia zaidi. Wingu la Mungu ni kama network.
Ukitoka sasa hivi unapoteza tena nini? Network. Ni kama porini, kuna mahali ambapo ukienda unaambiwa ukisimama kwa yule mtu ndio unapata nini? Network. Hebu ngoja na mimi niende kwa sababu sina mawasiliano ya simu. Unaenda unasimama hapo unapiga simu. Lakini uko porini na unatoka kutoka hapa mpaka kufika kwenye ule mtu unaenda mpaka Nguleni. Je, hautaenda kila siku? Lazima uende pale uweze kupata network ya simu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo network kubwa mnayopoteza ni pale unapoanza kuponywa, kutolewa pepo la kwanza, la pili, la tatu. Alafu mapepo yote hajaisha, unapoteza tena network. Ile ni wingu, ni mbaya. Bwana asifiwe sana. Ukitaka wewe kufanikiwa mahali yoyote, ukishaekiwa tu mkono au matamko ya kinabii, ukishatamkiwa ukaanza kuona badiliko kwenye maisha yako, usitoke tena kwenye ile wingu. Simama kwenye ile wingu. Ukisimama kwenye ile wingu, kila siku utaona mafanikio, kila siku utaona muujiza, kila siku utaona baraka, kila siku utaona ukiinuliwa, hautakuwa chini tena. Vigelegele kwa Yesu. Bwana asifiwe sana. Sasa mahali unapoteza ramani ni hivi. Umekuja leo, umeombewa, network imekukubali. Alafu kaja Jumapili ya pili imekukubali, Jumapili ya tatu imekukubali, Jumapili ya 4 imekubali. Unafanya kazi yako vizuri. Kama ulikuwa unalala vizuri, una amani, una furaha. Ukaja tena kutoka. Ukitoka tu hivi, network inafanyaje? Inapotea. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo pale uliposimamia ndio kuna network yako pale. Pale ndio kuna baraka zako. Pale ulipoanza kuwekewa mkono. Hata wakitokea watu wakakuambia toka, ng'ang'ana. Nakumbuka tulivyokuwa tunalelewa na nabii. Mimi nilikuwa ni mtu tu ambaye ni mbaya kabisa. Lakini nilipoenda kwa nabii nikaombewa. Ni mbaya kabisa, nikaombewa. Nilivyoombewa nikasikia raha. Yaani nimesikia tu raha kuombewa. Nikasema ngoja nikaekea, niangalie muendo inaendaje. Jumapili ya pili nikaombewa. Jumapili ya tatu nabii akaniita, akaniambia wewe ni mlevi, wewe mvuta wewe mla mirungi, wewe mzinzi. Nikasema ndio mzee, yote hayo mzee, wala tusiulize, mimi mwenyewe nitakueleza yote hayo mimi nayafanya. Haleluya. Sasa nilipotoka hapo, kuna kitu ikaniambia kule nyumbani, "Simuona, umesemwa mbele ya watu." Umesemwa mbele ya nini? Sasa nilipokaa tu kidogo, nimeshaanza kujua kusali. Sasa nikaenda nikapiga magoti kamwomba Mungu. Sauti nyingine ikaja kaniambia, "Usikubali yule aliyokuambia urudi nyuma panda, yule ni muongo. Mkweli ni yule aliyosema wazi mbele ya watu." Nikafurahi. Sasa nilivyoendelea mpaka leo ni tajiri wa kiroho, watu wananikimbilia, watu naombea, watu wanapona, kila kitu, maisha yanaendelea. Bwana asifiwe sana. Je, ningehama pale? Ningehama nisingekuwa nabii. Si ndio hivyo? Nisingekuwa nini? Nabii. Ningehama. Utahama pale, lakini kusudi lako umeitiwa ni nini? Mungu anataka nini kwako? Nikamwambia mzee, haya yote kwanza ngoja nije na mke wangu. Watu wakamwambia mzee, huyu jamaa ni mwizi, akikuzoea kwenye kanisa atakuibia. Wakasema ni mwizi huyu, alafu anaweza kupigana, humtamshinda. Sasa yule mzee akasema achaje. Kama kunibia yeye maspika tu madogo acha tu. Sasa nikaenda, nikawa mimi ndio mlinzi wa kanisa. Nakaa pale, nafagia, naosha viti, nawadeki machoro, nakaa. Nikamwambia mama mke wangu, mimi siendi mjini tena, nimesikia raha, siendeshi tena magari. Haya magari ya usafirishaji unaendesha, mara matusi, mara unatukanwa, mara unavuta sigara, mara unakuta marafiki wanakupa sigara, siendi tena. Mama kaniambia, "Sasa utakula nini?" Ambia acha tu, Mungu atafanya mwenyewe. Mimi ni kanisani tu. Sasa shindana na mimi niliokaa kanisani. Wapi?
kanisa. Baba akitokea, mimi na kitamba yangu nafuta viatu vyake, maisha yanafanyaje? Yanaenda. Lakini nimeamini kwamba unapotulia na mtumishi wako, baraka zinakuwa nyingi, baraka zinaonekana. Bwana asifiwe sana. Siku moja nikajaribu kufunga, nikafunga siku hiyo nikapata raha. Nimeanza kuombea watu kweli wanapona. Nikasema ngoja nijaribu kama huyu baba ni mchawi, ngoja nijaribu kama kweli ni mchawi au nini. Sasa nikia pale hemani, anakuja mtu, mama mmoja siku moja akaja akaniambia, mimi naumwa kifua. Nikamwambia sasa baba hayupo. Akaniambia wewe niombee tu, bwana mimi naona wewe ni mtumishi. Nikamwambia mimi sio mtumishi, nafanyaga tu hapa kanisani. Akaniambia kweli wewe niombee tu bana, wewe si uko na nabii? Nikamwambia haya njoo nikuombee. Yaani nimenyosha tu mkono hivi, mama watu wakatapika. Nikasema ni kweli? Yaani nimefanya sijamgusa, nimefanya tu. Nikasema kama baba touch. Mama ametapika damu. Nikasema basi nimesha, maisha yamekuwa mazuri. Kujua tu kuomba, maisha yamefanyaje? Yamekuwa mazuri. Nikaendelea pale, nikawa na kesha naomba, na mng'ang'ania nabii. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo shida kubwa kwa sisi wanadamu ni kwa sababu hatusimami kwenye wingu la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ana wingu, inasoma kama network. Kuna watu wengine wanaenda, labda watakuja hapa Israeli labda kwa sababu watu ni wengi. Kuna wengine wanaenda kanisani kwa sababu labda nabii anajulikana au mchungaji anajulikana. Hiyo sio wokovu ulionayo. Wewe simama na Mungu wako wewe kama wewe. Usiokoke kwa ajili ya kampani. Usiokoke kwa sababu watu ni wengi. Usiokoke kwa sababu nabii ana jina. Usiokoke kwa sababu nabii ni mtu wa fahari. Hapana, okoka wewe kama wewe, ukija upokee muujiza wako katika jina la Yesu. Amen. Kuna watumishi hata wajulikani, ni wadogo kabisa chini yetu, lakini wanaponya watu. Wanaponya nini? Watu. Wangapi wamenielewa? Amen. Usiokoke kwa sababu nabii ana jina. Yaani usije hapa kwa sababu nabii ana jina. Njoo hapa kwa sababu unamfuata Kristo. Usiende kwenye kanisa kwa sababu yule mchungaji ana jina. Hapana. Nenda kwenye kanisa kwa sababu unatafuta wokovu wewe na Mungu, ili Mungu afungulie milango yako ya baraka. Vigelegele kwa Yesu. Matatizo yako yaishe. Kwa sababu mimi kujulikana haikuondolee wewe matatizo. Au kuweti watu kuwa wengi hapa haikuondolei shida wewe. Haikuondoi kwenye majonzi yako. Hebu mkubali Yesu. Nabii akitumwa, ametumwa kwa ajili yako na watoto wako na familia yako yote. Kubaliana na agizo la Mungu. Siku moja mtumishi mmoja amemleta mama mmoja, alikuwa anaumwa. Akaletwa akapona kabisa. Lakini akaenda akamuuliza yule mtumishi aliyomleta, yule mimi namuogopa yule nabii. Yule nabii anatumia nguvu gani? Sababu akiamka tu akisema watu wanaanguka. Sasa kumbe unataka mtu dhaifu, umtaki Mungu mwenye nguvu. Akasema mimi siendi, naogopa. Unaogopa nguvu ya Mungu? Soma Biblia ndio itakuelekeza kwamba hapa ni nguvu ya Mungu, hapa ni shetani, hapa ni pepo, hapa ni Mungu mwenyewe. Amen. Sasa leo umekuja na shida yako, mimi naitamka iondoke. Unaenda tena ukiwaza. Kwanza Yesu akasema, akamwambia wale vipofu, msimwambie mtu. Maana yake
kipofu, Yesu alijua kabisa huyu akienda kusema kwamba nimeponywa atalogwa tena. Kwanza unaenda kuomba ushauri kwa wachau wako, hivi kwa Nabii Ernest nirudi tena? Wewe umekuja na shida yako, simama na nini? Na shida yako. Umekuja, Mungu amekufungulia milango. Leo hujaja kwa akili yako hapa. Hakika naamini ni Mungu amekuleta hapa. Na Mungu atafanya miujiza mwenyewe. Mshangilie Bwana kwa fina vigelegele. Mwingine anasema nilivyoenda sijaguswa lakini nimepona. Anaulizwa na mwenzake, ulipata kuponaje? Akasema hata mimi nashangaa. Inakuaje tu mtu anapita tu napona? Wingu likipita lazima upone. Nguvu ya Mungu iko kwa ajili yenu. Tusome ile mstari itatuelekeza vizuri. Kitabu cha Isaya 30 mlango wa 30 mstari wa 2. 38 pili mstari. Basi Hezekia akajigeuza akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana. 3, akasema, Bwana, kumbuka haya na kusihi kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana. Baada ya kupewa agizo na nabii kwamba tengeneza mambo ya nyumba yako, hayo mengine yamefichwa, haijaandikwa. Kama alikuwa na bibi wa pili, akaambiwa hauruhusi kuoa bibi ya pili, sikosa. Kama ameiba, sikosa. Kama ni mwizi, si makosa. Bwana asifiwe sana. Akaambia tengeneza, akalia sana, akaelekeza uso wake ukutani. Maana yake aliingia kwenye toba, akatubu, akamwambia Mungu, siwezi bila wewe. Akamuomba Mungu, akamkumbusha Mungu. Wewe ukishatenda dhambi, hamna kitu uliomfanyia hata Mungu hata siku moja. Kama umejenga kanisa, huwezi kumkumbusha Mungu. Kama umetoa sadaka yako ya zaka, fungu la 10, huwezi kumkumbusha Mungu. Wakati umeanguka, mkumbushe Mungu, mwambie Bwana, naomba sasa nifungulie njia. Kuna milango ya baraka inafunga kwa sababu unatenda mabaya kwa Mungu. Adui hawezi kufunga mlango wa baraka kama hujamkosea Mungu. Hawezi. Shangilia zaidi. Atapita wapi? Yaani hilo pepo linapita wapi? Ni hadi mkosee Mungu, kwa sababu shetani anatushtaki usiku na mchana. Kwa hiyo ukishamkosea Mungu anaingia. Bwana asifiwe sana. Anafunga uchumi kwanza. Akishakufungia uchumi, unakaa hapo unaliwa na njaa, unaanza kuteseka. Wenzako wanakula vizuri, wanakula nyama vizuri. Wewe unakula maharage kwanza kwa kilio. Maharage yenyewe haivi vizuri hapa. Amen. Unapata shida. Simama kwenye wingu. Nabii akikwambia dhambi inatokea 1, 2, 3, rekebisha. Fanya nini? Rekebisha. Mrudie Mungu, piga magoti, mwambie Mungu nisamehe. Sio unahama kwenye kanisa, sio unakimbia. Utakimbia mara ngapi? Na kila mahali inahubiriwa ufalme wa Mungu, kila mahali ufalme wa Mungu. Utaguswa tu huko unakoenda. Bwana asifiwe sana. Kila mahali ukienda utaguswa. Pigie Yesu makofi zaidi. Amen. Hezekia akalia sana, tutaangalia amekubaliwa au hajakubaliwa. Namba 4 mstari. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, enenda ukamwambie Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Tazama, nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15. Pigie Yesu makofi. Baada ya kukubali kutubu, baada ya kukubali kumlilia Mungu, akasamewa, akaongezewa na miaka. Nini kinakufanya wewe uzeeke haraka ukiwa na miaka 20? Nini? Kwa sababu ukiambiwa na nabii, hapa kuna makosa, rekebisha. Hapa mchungaji wako akwambia hapa kuna makosa, rekebisha, ili uwe
mpya kila siku katika jina la Yesu Kristo, na maisha yako yatabadilika. Amen. Wangapi wataenda kubadilika? Hata uende kanisa wapi, kama ubadiliki wewe kama wewe badilisha makanisa hata 20, mambo yako pale pale. Kwanza maisha yanakuwa magumu zaidi. Badilika, kaa na Mungu vizuri. Kama ulikuwa ni mbea, acha. Kama ulikuwa ni mzururaji, acha. Kama unawasema mitume wa Mungu, acha. Unawasema wachungaji wa Mungu, acha. Unafanya uzinzi, acha. Umewanyoshea kidole masi wa Mungu, wewe acha. Amen. Ili Mungu akufungulie njia. Nataka nikwambie neno moja la kumwambia mtu kama ukiona ni mbea, nikwambia au nikuache? Acha nisiseme kwanza. Tangia sasa ile nimesimama hapa, hamna hata mtu aliyeweka sadaka asiongei tena. Kaa. Niseme au nisiseme? Karibia naongea. Pole. Mungu akutie nguvu. Sikiliza. Unakuta mtu anasali kanisa la Israel Kombozi, alafu analisema hilo kanisa. Wewe utabarikiwa saa ngapi? Unalisema kwa ubaya. Kwanza uko ndani ya kanisa unasema, mimi naenda kusali sijui wapi. Mimi naenda. Wewe utabarikiwa, utaishi kwenye uchungu. Unakipiga kilichokusaidia. Au unakuta mtu anaisema Israeli vibaya. Huna neno la kumwambia kwa sababu usomi Biblia. Nikwambie jinsi ya kumwambia jirani yako kuanzia leo mbea. Nikwambie ni hivi. Akikwambia mtu fulani ni mbaya, nisikilize vizuri, andika kwenye ndani yako. Mtu fulani ni nini? Mbaya. Wewe neno la hili ndio utamrudisha. Hebu fanya hivi. Sema neno moja. Tumuombe basi. Ukimwambia tumuombe, wewe umetoka kwenye umbea na yeye umemtoa kwenye umbea. Kwa sababu kinachosababisha usifanikiwe ni kinywa chako mwenyewe. Kinachokubariki ni kinywa chako mwenyewe. Yaani mambo yako ni wewe mwenyewe. Yaani wewe ndio mwenyewe ndio unaweza kuwa mchawi, au wewe mwenyewe ndio unaweza kuwa baraka juu ya maisha yako mwenyewe. Kwa hiyo kama unanenaga mabaya, kuanzia leo rekebisha mambo ya nyumba yako, utaona ukiinuliwa na kubarikiwa katika jina la Yesu. Na Mungu anaenda kuongeza miaka yako. Mungu anaenda kuongeza kazi ya mikono yako. Mungu anaenda kubariki nyumba yako, anaenda kubariki kila kitu kwenye nyumba yako. Na ninaamini atakuwa ni wewe ndio umeinuliwa. Atakuwa ameinuliwa ni wewe, sio Hezekia tena. Ni nyumba yako imeinuliwa, watoto wako wameinuliwa, mume wako ameinuliwa. Mume wako ambaye alikuwa hana uchumi anaenda kuinuliwa sasa katika jina la Yesu.